yaliyopita kwenye Hatma. Tunasikitika kwamba kutokana na hali ambayo tuko nayo sasa hivi tutashindwa kabisa kumudu kuwa na wafanyakazi wa nyumbani. Sitawaacha sasa, hasa kipindi hiki kigumu. Hata mimi pia sitowaacha. Nisaidie tafadhali, nitoe hapa na Dadija. Nafsi yangu inanisuta. Sijui kama kweli Juma ndo amebeba zile pesa. Kwa tutafanyaje baba? Tutaanguka, lakini tutainuka tena. Mwenye mamlaka kupigiwa magoti ni Mwenyezi Mungu peke yake na wala sio mimi. Juma hana tabia za wizi, japo ana makosa yake, lakini hii sio tabia yake kabisa. Hatma, kila chaguo lina gharama. Shaban, bwana mkubwa, pole sana. Pole sana kwa kila kilichokutokea, ila kwa kupotea kwa pesa kwako kumenifanya mimi niishi maisha magumu sana. Ndio maana nikaona bora niombe kuzungumza na wewe hapa. Naam. Sawa bwana Shabani, zungumza. Kama utakumbuka nilishawahi kuambia kwamba mama yangu ni mgonjwa sana na anahitaji kufanyiwa upasuaji. Na gharama zake zinagharimu kama milioni 6 hivi. Naam. Ila tangu zile pesa zimepotea undani bosi, kila mtu ananishuku mimi tu. Nakwambia bosi, nakwapia sijachukua pesa. Sijagusa pesa yako mimi bosi. Sikia ngombe kitu Shabani. Naam. Una haja kujitetea sana. Tumekaa nawe kwa muda mrefu sana humu ndani. Ndio. Tunakujua. Ndio. Alafu haiwezi kuniingia akilini kwamba wewe ukae eti utoke huko getini alafu unyate uje kuchukua pesa ndani. Kuwa na amani kabisa. Mimi nishukuru tu kwa kuniamini. Asante, nashukuru kuniamini. Sijali. Usijali. Ila kiukweli bosi, mama yangu anaumwa sana. Anaumwa sana tena sana. Na tupo kwenye mpango wa kumtafuta mdhamini ili mama yangu aweze kufanyiwa upasuaji. Inaniumiza ninavyosikia hivyo Shabani. Na kikweli natamani sana ningekuwa sehemu ya msaada. Lakini hali yangu kiuchumi sasa hivi ni mbaya sana kuliko mtu yote ambavyo angeweza kufikiria. Lakini tuko pamoja na tumuombe Mwenyezi Mungu, inshallah atamuafu mama, atakuwa sawa. Amin. Naamini Mola atatusaidia.
Amin inshallah. Afande, unajua si rahisi msichana wa Kiislamu kutoka na mwanaume ambaye si ndugu yake. Ukitaka kuniona unaweza kuja tu nyumbani muda wowote na sio nje. Tutazungumza tena siku njema. Ehe, mwenzangu, nani huyu? Mbona tuambiani? Ni mtu tu. Lakini wewe mwenyewe ulisema kwamba sisi sote ni familia, si ndio? Usijisikie tabu kuniambia mambo yako. Asha, wewe ni binti mkubwa sasa. Si jambo la kushangaza sana kuwa una uhusiano na mtu, hata kama ni afande Saidi. Hilo ni jambo la kawaida tu. Sio kama tuna mahusiano. Sijaamua chochote bado. Ninachotaka ni uwe makini. Hawa wanaume ni viumbe kukaa nao macho sana. Hata kama ni askari, bado anaweza akawa na nia kukuchezea na kukuacha. Lakini mbona wewe na Karimu mnaishi vyema na haonyeshi dalili zozote za kukusaliti? Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Karimu ni mume mwaminifu sana. Lakini hilo halimaanishi kwamba wanaume wote wako hivyo. La. Sio kila mtu ana moyo wa kujali au anaweza kuwa na heshima ya ndoa. Hapana. Kwa hiyo unafikiri nisiweke moyo wangu huko? Asha, nisikilize. Sio kwamba usimwamini. La hasha. Ila ninachojaribu kukushauri ni kwamba usiuwekeze moyo wako wote kabla ya kuwa na uhakika. Acha muda uongee. Kama Ngogani na maisha yako. Napenda kuwa na familia yenye furaha. Changamoto ziko nyingi, lakini nitajitahidi kuzivumilia. Maisha si rahisi afande. Kweli maisha sio rahisi. Tena kwa kipindi hiki jua linawaka. Vipi kuhusu wazazi wako au walezi wako? Kwa kiasi kikubwa Karim na Zainab ndio walezi wangu na umenilea kama mtoto wao. Na kuhusu Juma, kesi yake inaendeleaje afande?
Juma, unajua Asha, hapa tuzungumze masuala yetu tu. Kuhusu Juma, mimi si mwenye mamlaka ya kuhukumu. Tusubirie sheria itachukua mkondo wake, kila kitu kitakaa sawa. Labda nikwambie kitu kimoja. Unajua, mara kadhaa nilikuwa nafika pale nyumbani kwenu, kuna maswala nilikuwa nataka nizungumze na wewe, lakini kutokana na mazingira ya pale nikashindwa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kiukweli mimi nina nia halisi kabisa kutoka katika moyo wangu. Natamani mimi na wewe tujenge mahusiano ya kudumu. Na hili nilikuwa natamani nikwambia muda mrefu sana, lakini kutokana na mazingira ya pale nyumbani nikajikuta nashindwa. Kwa hiyo nakupenda sana sana Asha, na sina hata chembe ya uongo katika moyo wangu. Afande, nimelelewa kwenye misingi ya kimaadili. Kama kweli una nia njema, basi njia sahihi ni kufika rasmi kwa walezi wangu ili tufunge ndoa. Sitamani mahusiano yasiyo rasmi. Nimefurahi sana kwa sababu una msimamo mizuri. Ondoa shaka katika hilo. Mume wangu, kwa kesho unasafiri unaenda Mwanza, si ndio? Ndio mke wangu, kwa sababu hii kazi ni lazima nifuatilie. Lakini Karim, umeshafanya hivyo mara ngapi? Kila mara unatoka unaenda, unasubiri, unaomba, lakini majibu hakuna. Hivi hauoni kama kuna haja ya kuachana na hili jambo ukatafuta jambo jingine? Hapana Zainab, siwezi kuachana na hili jambo, kwa sababu ndani ya nafsi yangu ninaamini kabisa kwamba litafanikiwa, tena siku si nyingi. Sawa, lakini leo mchana nilienda kwa dadangu Salma. Nilienda kumuomba msaada, lakini hata hivyo kwenye mazingira magumu sana. Zainab, kwa nini umeenda kwa Salma? Mtu ambaye unajua kabisa hata kama angekuwa na uwezo vipi huwaga hana tabia ya kumsaidia mtu yoyote. Kwa nini umeenda kujidhalilisha kwake? Mume wangu, Salma ni dada yangu na ndo ndugu yangu pekee aliyebakia. Kwa hiyo kunapotokezea shida ama jambo lolote lile, sitosita kumfuata. Sawa, umeenda umemwambia. Ni kitu gani ambacho umerudi nacho kutoka kwake? Hapana, lakini nimejaribu. Karim, uwe makini barabarani. Safari na mengi, na naomba usijishughulishe na mambo yasiyokuhusu.
Usijali mke wangu, na kuhakikishia nitakuwa salama na sitasinzia njia nzima mpaka narudi. Sawa, naomba ukifika nisalimie Jamal. Bila shaka nitafanya hivyo. Ali, mimi natoka, na inamaanisha kwamba wewe ndio utabaki kwa baba mwenye nyumba sasa. Mwangalie mamako, mtunze na umsikilize, sawa? Lakini baba, mimi bado ni mdogo. Nawezaje kuwa baba wa familia kama wewe? Nisikilize mwanangu, kuwa baba mwenye familia sio lazima uwe mtu mzima na kufanya majukumu makubwa kama mimi, lakini vyovyote vile ulivyo, ukihakikisha kuna amani, upendo, utulivu na usalama nyumbani, huna tofauti na baba mwenye nyumba, sawa? Kwa cha msingi hapa, mwangalie mamako, msikilize, na hakikisha hata siku moja mama hatokwi na machozi, sawa? Baki salama mke wangu, baki salama. Asante, uwe na safari njema. Amini, inshallah. Tumuombe Mungu alete heri zake, na bila shaka tutawasiliana nikiwa njiani na hata mpaka nitakapofika pia. Sawa, inshallah. Inshallah. Ali. Hatimaye utaratibu wa upasuaji wa mama umekamilika. Hivyo wiki moja toka sasa atafanyiwa upasuaji. Jambo jema, alhamdulillah. Lakini mume wangu, hizi pesa umezitoa wapi? Mke wangu, nilishawahi kukuambia kwamba nimepata mdhamini. Halafu kumbuka siku zote kwamba Mungu sio mnyonge. Usinidanganye, mimi ni mke wako. Unajua nimekuwa nikifuatilia simu yako kwa ukaribu sana, na sijawahi kuona mawasiliano yanayohusiana na mfadhili wa aina yoyote yule. Unamaanisha nini? Kwa hiyo unamaanisha kwamba kumbe wewe huwa unafuatilia simu yangu mimi bila idhini yangu? Hapana, mimi na wewe ni mwili mmoja, na wala hakuna siri kati yetu. Alafu kama kuna kitu unanificha, yani ni bora tu niambie mapema. Sawa, sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Sio kila kitu kinahitaji maelezo. Halafu nilishawahi kukwambia kwamba hiyo tabia ya kufuatilia mambo yasiyo kuhusu, achana nayo. Shabani, achana na mimi. Nenda kalale, halafu mimi nakwenda zangu Lindo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. dada, samahani kwa kukatisha, lakini kuna mgeni. Mgeni? Mgeni gani?
Jamal. Salamu alaykum. Wa alaikum salam. Karibu shemegi. Karimu yuko wapi? Karim? Kwani haujawasiliana naye? Hapana, mimi sijawasiliana na Karimu. Inakaribia wiki moja sasa. Ona sebuleni iko hivi. Shemegi, ni mitihani tu ya dunia, lakini tunamshukuru Mungu bado tuna pumzi. Alhamdulillah. Karibu sana shemegi. Yajayo kwenye Hatma. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kila penye ugumu basi pana wepesi. Karimu atakuwa ameenda wapi? Wewe unafikiria nini? Kila kitu kitakaa sawa. Na kuelewa shemeji. Karimu ameoa. Ni aheri ukweli unaouma kuliko uongo unaopumbaza. Anzisha patiki la maana. Na nilikuwa nafukutika ndani ya moyo wangu kwa sababu nilikuwa nashindwa naanzia wapi kukuambia. Kumbuka hata sheria za dini zinaruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja. Umpendi mume wako? Hii hali itamtesa sana Zainab. Usikose tamthilia hii ya Hatma hapa Azam TV, sinema zetu, channel namba 106. Hakika